Sana. Umeniuliza kwamba katika kaunti ya Nairobi, na tunaelewa kabisa kaunti ya Nairobi ni si kaunti kama zile zingine, lakini kulingana na katiba yes imewekwa kama kaunti, lakini inafaa ipewe kipaumbele kabisa. So katika hii kaunti ya Nairobi, kivyangu mimi ninaweza nikasema Johnson hata Sakaja huyu gavana wetu wa sahi tumeona kidogo amejaribu. Unajua mtu nimetembea pale towns pale CBD kidogo nimeona makabironi zimewekwa, hata ukienda na kiatu chako kama umepiga rangi kidogo tarudi kama kiko hivyo. Lakini tunasema kwamba lazima sisi pia kama wakazi wa Nairobi ni lazima tubadilishe, na kivyangu mimi nimeona kuna captain mmoja anajiita Captain Karauri. Huyu jamaa mimi kulingana na mimi amefanya kazi yenye amefanya. Mwanza alichaguliwa kiwa independent, kitu cha kwanza, na si rahisi katika mji mtu kuchaguliwa independent. Inamaanisha kwamba kuna watu walikuwa na imani na Karauri, na mimi kivyangu mimi ninaweza nikasema mtu kamjaribu. Tusemi Sakaja ni mbaya, amefanya penye amefikisha, lakini tunaomba tumjaribu yeye, tuone kama anaweza tufikisha anaweza chukulia mahali penye Sakaja ameachia akaendelea. Na mimi kivyangu mimi naona captain anaweza kafanya kazi nzuri, ingalau sijaona sana, lakini kivyangu katika mawazo yangu na vile katika mtazamo wangu naona anaweza kafanya ukimlinganisha na hawa wapinzani wenzake. Asante. Asante sana. Kwa majina ninaitwa Evans Soita ama ukipenda Jamal. Nikiwa SJ wa kikundi ama CBO ya City to City. Kulingana na maoni yangu venye labda wazee wa mtaa wameenda kwenye ofisi kumtembelea rais, wameenda kumtembelea kwa sababu hao, kitu cha kwanza kuna ile kitu inaitwa chain of administration. Hiyo chain of administration inaanzia wazee wa mtaa, ndio sisi tunaweza wafikia kiurahisi, na wao wanakaa kwa karibu sana na ma-chiefs na ma-assistant chief. So nafikiri hao wazee wa mtaa wako na ripoti ama wanajua mambo yenye yanaendelea katika mtaani. Unajua kama tunaweza taka kuanza na mambo ya usalama juu watu wazee wa mtaa, kitu cha kwanza wanaangalia mambo ya mtaa katika mtaa ama katika kijiji penye wanatoka. So ni wao wanapata ripoti kutoka kwa raia, kisha wao wanampelekea assistant chief akapelekea chief. Naye chief sasa, kwa sababu pia kuna chain yenye inafaa fate so that aweze kufikia labda ripoti yenye iko katika mashinani waweze kufikia rais, ni vizuri kivyangu mimi sasa, kulingana na maoni yangu, ni vizuri hao watu wote kuanzia wazee wa mtaa, sub chief, chiefs na provincial administration waende wamuone rais, kwa sababu kwa sababu mambo ya security inaanza na sisi wenyewe hapa chini, na hawa watu tunatambuana na wao, wanatambua kila mmoja katika mtaa. So ndio rais apate ripoti kutoka pale chini, ni lazima hiyo ripoti toke kwa hao wazee wa mtaa na ifikie nani sub chief, iende kwa chief, kisha kwa provincial administrators, alafu kwa rais. Mimi kivyangu mimi sidhani kama kuna wakati mwafaka wenye natakana rais afanye kazi na hao. Manake hao watu walikuwa appointed ama nominated ama waliapply hiyo kazi na wakapewa na rais, so that waweze kila mara. Amna wakati yenye natakana wakuwe na rais, inafaa ile wakati yenye rais anahitaji wafike pale waweze kumpa ripoti ya venye mashinani ama katika vijijini na pale kwenye county, waone vile mambo yanaendelea. So tukisema ni mambo ya kura, ni kweli huu ni msimu wa siasa, na kwa vile ni msimu wa siasa hatuwezi tukasema saizi wapinzani waende waongelesha hawa wazee wa kijiji ama machifu, kwa sababu hawa wapinzani ndio pia kulingana na katiba wanaweza ongea na wao kulingana na katiba. Lakini cha msingi ndio nilikuwa nasema
msije kuona kwamba ati ni kwa sababu ni kipindi cha siasa ndio maanake Rais Ruto akiwaita waende Ikuluni ati kwa sababu ni mikakati ya kura yenye nakuja. By the way, sisi tunaelewa kulingana na wakati yenye msimu wa kura unakaribia, lazima hawa watu waelewane katika mtaani, waelewane na kila mtu, kila raia mwenye yuko pale hivyo, so that waweze kupatia rais mambo yenye iko kamili katika rais apate ripoti yenye iko katika vijijini, na si kwamba ni mambo ya siasa ndio yanafanya wanaenda kule hivyo, kwa sababu hao watu mimi kivyangu mimi huwa ninaona wakati ya mambo kama ya afya katika mtaa fulani, hao watu wanahusika kwa kikubwa. Hao ndio wanatembeza maafisa wa afya kwa kila boma, kila area, so that waweze kupata ripoti yenye iko katika vijijini, na si kwamba ni siasa tu, lakini pia kwa asilimia ndogo siasa pia inaweza ikachangia, kwa sababu hao watu wa mtaani ndio pia macho ya rais katika mtaani. Mwanzo kabisa mimi ninaona ndio sisi kama raia ni lazima tushirikiane na serikali iliyopo, na tutashirikiana na wao vipi? Ni lazima katika mtaa wetu tukiona kama kuna watu ambao tunashuku wanaweza kuwa labda ni wahalifu wa aina yoyote ile, ni lazima tuweze kupeana ripoti, tukupiga ripoti pale kwa chifu, ili pia chifu wajue kuna mhalifu fulani ama wahalifu fulani katika area fulani. Alafu pia katika hiki kipindi cha siasa inafaa sisi kama raia pia security yanze na sisi, alafu tupime mambo yenye tunaongea. Hivi karibuni tumesikia wanasiasa wanatupa cheche za mambo, wanatupa saa yote mtu, kwa mfano mtu kama waziri Duale juzi tu amesema, ameita jamii fulani, amewalinganisha na fisi. Kivyangu mimi Duale, maongezo ya Duale siku ya furahia na ninayakemea kabisa. Alafu tunapata huyu mbunge wa Mkuraini, huyu Gakucha pia imesemekana kasema kwamba yeyote atapigia labda hii regime ama yeyote atapigia Rais Ruto kura atafatwa hadi pale chini ya kwa nyumba yake chini ya kitanda atolewe. Sasa sisi tuna maana kitu yenye natukera sisi kama wananchi. Ninaomba kwamba tuchunge sisi watu wa chini, tuchunge mambo zetu, tuchunge maneno yenye yanatoka katika vinywa zetu, na hapo hivyo pia tutasaidia serikali kuleta pia amani. Na pia kuna tume ya uchaguzi, tunaomba juzi tu hivi pia wamejitokeza waziwazi, wamesema iwapo kama wewe ni mwanasiasa na utaongea mambo ya uchochezi ama ya kutusi jamii fulani, huenda hiyo itakuwa chanzo cha wewe kutolewa kwenye registry ya wapiga kura, na utakatazwa, utekewa kigezo usiweze kusimama kama mgombeaji. So mimi kivyangu nimeona IBC pale wamefanya vizuri, wameweka mikakati. Hiyo mikakati inafaa ikuwe imewekwa na ikuwe ni waseme na watende, si kwamba kusema kutufurahisha jinsi wanavyozoea. So kivyangu mimi nasema sisi kama raia, tafadhalini, hebu tuchunge maneno yenye tunaongea. Unajua shida hata tukiangalia wakati ya mwaka wa 2007 2008, shida haikutokea kule juu, shida ilitokea kwa raia kama sisi. Tulianza kusema sijui jamii fulani haifai kuwe mahali fulani, mtu fulani haifai apige kura mahali fulani. Hivyo ndio sasa ilikuwa chanzo ya vita ya mwaka 2007 2008. So kwa maoni yangu ninasema kwamba tafadhalini, sisi kama raia tupendane, tujue kura ni kitu inapigwa siku moja na inaisha, lakini sisi maisha yetu tuko na mambo mengi. Naona wenzangu hapa wengi ni wazazi, najua kila mtu ana jukumu ya kusimamia ama ya kulinda familia yake. Sasa najaribu kufikiria tu, wewe ikiwa umeleta kisirani, labda umeshikwa, umeenda kufungwa maisha, familia yako, na wewe ndio labda familia yako inaangalia, utafanya familia yako itasurvive aje? Watoto inafaa wasome, lazima wale
lazima matibabu uwashughulikie kama baba wa nyumba. Kama umeshikwa ama labda umepigwa mwenzako amekukata pango umeaga, kutakuwa aje? Ni kuleta shida katika boma lako. So mimi ninaomba sisi kama jamii tupendane, tuhubiri amani wakati kila mtu ako na haki yake ya kidemokrasia ya kupigia mtu mwenye anataka. Mtu asikulazimishe kupigia mtu yote. Wewe angalia huyu mtu unataka kupigia amefanya nini, ama unafikiria huyu mwenye unasema labda hajawahi kuwa kwenye uongozi siku nyingine na unafikiria labda atakusaidia, wewe mpigie kura kwa sababu ni haki yako ya kidemokrasia. Lakini si lazima ulazimishe yoyote ule ati sijui apigie mwenye wewe unataka. Hiyo ni chanzo cha vita. Lakini tunaomba tuwe na amani kama wakaaji ama kama Wakenya. Tukishakuwa na amani mambo yatakuwa shwari.